Bwana Yesu Kristo asifiwe ndugu wapendwa. Kwa majina naitwa Didier Uwingimana Nyamushanja, lakini niko tena na mwandishi wa vitabu, mtume mwinjilisti. Kwa neema ya Mungu niliwezeshwa kuandika kitabu kwa lugha 3. Nikiandika kwa Kiingereza inaitwa The Mystery of Salvation Life in Christianity. Tena kwa lugha ya Kiswahili inaitwa Fumbo la Wokovu katika maisha ya Kristo. Na mkinyarwanda ni ubwiru bw'agakiza mu Kristo. Hizi lugha 3, hii ni mara ya kwanza kutumikisha lugha ya Swahili kwa hapa kwa mtandao. Na tena naneemishwa ukiona Swahili yangu haitembee vizuri, cha lazima ni lengo langu ni kusaidia nafsi za wengi ziokolewe, zitoke mvifungo mbalimbali za dhambi tofauti ambazo zilikuwa kama vifungo wala habits kwa Kiingereza kwa muda mrefu. Kwa maana wengi wanafungwa kabisa mno na tena wanahitaji ufungulivu kamilifu kabisa. Acha tuombe kwanza niwapatie hii ushuhuda wangu pamoja na neno la Mungu. Hii kitabu changu ukipenda hachina amo hiyo ushuhuda, lakini kinaweza kusaidia katika maisha ya wokovu na namna gani na ya kuishi maisha ya wokovu. Kwa maana kuna vipindi vitatu niligusa hako ya kusema wokovu ni nini. Kwa maana tunahitaji justification kwa lugha French, justification pale kuzaliwa mara pili, ukizaliwa na Mungu kupitia imani. Kwa maana tunaishi kwa neema, tulizaliwa mara pili kupitia neema ya Mungu. Kwa maana alipenda Mungu, Biblia inasema Yohane sura 3 mstari wa 16, kwa maana Mungu Baba alipenda ulimwengu na kutoa mwana wake wa pekee ili kila mtu ambaye atamwamini asiharibike milele bali apate maisha uzima milele. Sasa mtu yote mwenye amkubali kumwamini kama Bwana Mwokozi amehukumiwa daima. Na tena ambaye yote atamkubali kama Bwana Mwokozi atapata uzima wa milele. Lakini wengi walichagua kuenda na giza, kwa maana wakupenda nuru yenye ilikuja kwa ulimwengu kuokoa nafsi za watu. Sasa sipendi tumikishe muda mrefu. Ukikuwa na nia ya kununua hii kitabu ni vema usikilize hii ujumbe kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuombe ili niingie ushuhuda namna gani mtu anaweza kufunguliwa kutoka kwa kila dhambi yenye inakuwa habit, inakuwa tabia. Dhambi yenye inakuwa tabia ni dhambi yenye imekomaa. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa maana umenineemisha kuonekana kwa hii studio ili nipane hii ushuhuda kusaidia nafsi za wengi. Bila neema yako Bwana mimi siwezi, kwa maana hii lugha Swahili tena haingekuwa lugha yangu ya kwanza kuongea, lakini pamoja na neema yako na kuomba Mungu uniwezeshe ili ni saidie nafsi za wengi kutoka giza, kutoka dhambi ambazo ziliwafunga tangu zamani, tangu muda mrefu. Acha Bwana kwa hii muda mchache yenye ambalo nitapenda nitumikishe, niko na hubiri na kufundisha, acha nafsi za wengi Bwana zipokee nuru na tena ziokolewe. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba tena naamini. Amina. Sasa acha tusome katika Biblia ya lugha ya Kiswahili. Inasema hivi, kwa maana nilikuwa mwaka 2013 nilikuwa msenior 4 form 4 ya secondary, class 4 senior 4 secondary. Ilikuwa mwaka wa 2013. Mimi nikingali kijana mtumishi na tena niko missionary. Naweza ni invite kama mwishi East Africa mahali popote niko na uwezo wa kutembea kwa kutembeza injili na kushirikia mkanisa inaitwa Bethel End Time Gospel Ministries pale Uganda, Kampala. Hapa niko Kigali sahi kwa hii studio ya Kigali. Nikuja tena mhuduma. Sasa napenda nikupatia ushuhuda kwa muda kichache ili tuingie mu maandiko kwa muda, kwa maana sitapenda nilemee mtu yoyote. Ilikuwa mwaka wa 2013 nilikuwa kwa senior 4, senior 4 nilikuwa nasoma kingali student kwa shule na tena nilikuwa mu boarding section. Nikatumikisha hiyo mambo ya Kiingereza, mtanivumilia kwa maana kwa wale wenyewe hawasikia Kiingereza nitajaribu kutumikisha na terms ya French. Kwa maana kuna wa Congolese na kuna wa Tanzania na wa Kenya ambao hawatasikia wote lugha mwa hizo terms. Nilikuwa mu boarding section, nilikuwa mu 4e secondaire 2013. I was in senior 4 2013. Sasa kwa hiyo muda nikepata mu deuxième trimestre mu vacances, tulikuwa tujaingia mu vacances kupokea mabilite. Before I could, in the second semester, before I could get reports,
and na tena nilikuwa interna, I was in the boarding section. So kwa hizo nilipata bahati mbaya, nilikuwa mmoja wa viongozi wenyewe wanaongoza ibada wa Kristo kwa shule inaitwa Scripture Union. Ilikuwa kama club yenyewe wa Kristo, tulikuwa na shiriki pamoja na kuomba kila siku ya 3 tulikuwa naweza shiriki, tunafunga, tunafanya maombi. Ilikuwa kiongozi mwao, palikuwa na wengine tulikuwa naongoza pamoja nao kwa hiyo kikundi ya Wakristo na tena wa vijana. Bwana Yesu asifiwe. Kisha pakekuwa kitambo kidogo, tulikuwa na tunasubiri kutoka shule, nikaona wa vijana wanakusanyika mahali pamoja, nilikuwa na nia nione vyenyewe walikuwa wanaona. Sasa nilikuta wanaona filamu za kishenzi za tendo la ndoa, inaitwa pornography. Walikuwa wanaona pornography ya Afrika, wa Chinois, wa Chinese na wazungu. Sasa mimi sikuwa na hiyo tabia, surutishwa kwenda nione vyenye, nikeugua nione vyenye biko wanaona. Nilikuwa na curiosity. I was so curious to go and watch. Siku nilienda hivyo, nikaanza kuona pia, nikaanza kuona hizo mafilmu ya kitendo la ndoa ya pornography. Kwa hiyo mtu mmoja kaniambia, na we Didier, unaona filamu kama hizo na tena ni za kishetani kabisa. Nikisema lakini hapa sitaweka hii yenye niko naona mu matendo, mimi sisikie roho yangu kunihukumu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisema hivyo, nikisema havitawezekana mimi niweke mu matendo yenye niko naona. Sina girlfriend, sikukuwa na kopine, sikukuwa na girlfriend. Kama tutaweka matendo kwa shule, ilikuwa excuses, nilikuwa manake na sababu ya kujitetea ili nisikubali dhambi. Kwa kweli ni problem ilikuwa kukosa maarifa na kujua. Kama Biblia inasema Hosea sura 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa kujua kweli wanakosa maarifa. Sasa mimi nilikuwa sijue kama niko nafanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Gabanya ukavuri mahali. Praise be to Jesus. Njoo hivyo vilikuwa, nikeanja kuona hiyo. Sasa siku moja nilikuwa na tabia nzuri ya kuomba mbele ya kuingia kufanya revision wala kusoma usiku. Siku moja nikipokea sauti na maono kwa limoja. Niliitwa kwa nabii, nikoa maono na kwa kusauti. Sikupewa kutabiri kwa lugha. Niko prophet, as a seer and as a hearer. So nikekuwa hivyo, nikipata maono ya dada mmoja tulikuwa na shiriki naye Scripture Union. Nikamwona nakuja kwangu, nikisikia sauti ya Mungu inaniambia, Didier, ukipata Mkristo yoyote ambaye mnashiriki naye kwa kikundi wa Kristo pale kwa shule, mwenye haja kuona na una watch pornography, kielelezo gani, namna gani unaweza mwambia, maarifa gani unaweza mpatia? Unaweza mwambia naye huya. Sasa hii waraka wa kwanza wa Timotheo sura 4 mstari wa 12 ni hii Roho Mtakatifu ananiambia, kwa maana kama siwezi ambia mtu wala kumshauria kuona hizo filamu za kufanya tendo la ndoa, na tena inaweza haribisha nafsi ya mtu na mawazo yake na maisha yake ya kiroho, kama siwezi shauria mtu hivyo, kielelezo gani natoa kwa taifa la Mungu? Kisha hapo akinipatia hii waraka wa kwanza wa Timotheo sura 4 mstari wa 12, nasema hivi, mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi, cha kwanza, na mwenendo, cha pili, njoo tabia yako gisi unajikomporte. Yes, na katika upendo, na katika imani, na katika usafi. Ni vitu vitano. Mungu aliniswali akaniambia, kama siwezi shauria mtu, namna gani mimi nakuwa kielelezo kwa waaminio? Kabla sijakuwa kielelezo kwa wapagani wenye hawajajua Mungu, ni lazima nikuwe kielelezo kwa waaminio wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hii Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 12 nasema,
hakuna mtu yeyote anapaswa kudharau ujana wangu, kwa maana vijana wengi wanajulikana kukuwa wanashindwa kusimama na kustari katika maisha ya wokovu. Ndio maana sasa na siku hizi hawezi sema vijana tu. Wengi wenyewe iko na unyumba habana hiyo tena, wengi ushuhuda nzuri. Ndio maana Mungu anapaswa kushimamisha generation ndogo wala young generation, ili generation isaidie taifa ya nyakati za leo. Sasa mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio. Namna gani? Katika usemi tunapaswa kuwa na ukweli. Kila mtu asemezane ukweli na mwenzake, tukue na ukweli. Cha pili, tukue na mwenendo yenye inaletea Mungu utukufu. Ya tatu, tukue na upendo yenye iko ya kweli na tena bila unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Na imani na usafi. Ni kwa imani tunapaswa kuwa kielelezo, tusikue wale watu wa kuvunja roho za watu. Tunapaswa kuwa na kielelezo muimani yetu bila kutingizika muimani, na kukuwa na roho mkunjufu na usafi. Mstari wa 16 unasema, jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiayo pia. Ni kusema Mungu alikuwa ananiita mimi nisisaidie kuokoa nafsi za watu tu, alikuwa ananiambia nijiokoe mimi mwenyewe kupitia mafundisho na kutii neno la Mungu, ili nisaidie na wale wananisikiayo. Ndio maana lengo langu ni kusaidia kupana hii ushuhuda. Napenda nafsi za wengi zitoke mkifungo cha kuona wala kuwatch hizo filamu za tendo la ndoa wala za pornography, kwa maana zinaharibu vunyumba wa wengi. Ukiona huko mtu mwenyewe huko mbunyumba unasema mume wangu hana hii uwezo, hana 6 packs, hana uwezo wa kunitunza, wa kunifurahisha gisi niliona wale wa pornography, inakuletea sasa kutamani wanaume wa nje kama huko mwanamke. Unaanza kuvunja ndoa yako, kwa maana uliona pornography inakupatia wengine ujuzi yenyewe kukuwa na jua, inakuletea sasa kupandisha tamaa na kutamani kufurahishwa na mtu mwenye iko mumeo mwenye mkufunga ndoa mbele ya Mungu. Ndio maana wa Kristo mnisikilize vizuri, nyumba wa watu wengi huko na bomoka kabisa, kwa maana na wanaume wakiona hizo filamu, ataona huyu mke wangu mbona hana style kama hizi za wamalaya wenyewe, naona acha mimi niende nitafute malaya. Inakuletea sasa pale kuleta ingine upumbavu na kubomoa nyumba. Ndio maana nashauria watu watumishi, wakwe wa pastor, wakwe wa tumishi tofauti, ufanye angalisho, Mungu atawahukumu. Kwa maana ukiona filamu, Mungu aliniambia kama niko naona pornography, niko nafanya tendo la ndoa, inatimiza yo Mathayo sura 5 mstari wa 28. Mathayo sura 5 mstari wa 28, Mungu aliniambia gisi na kwaka niko nafanya adultery nikiona pornography. Kwa maana ukiona na kwa kama mtu mwenyewe uko nafanya tendo la ndoa na mtu ambalo una focus, unaweka hako mawazo yako na feelings zako zote, unaona kuwa kama ni Mchina, kama ni Muafrika, kama ni mzungu, unakuwa kama mwenyewe uko mtendo la ndoa na yule mtu ambalo uko naona. Njoo hivyo ulimwengu wa kiroho uko unafanya tendo la ndoa, unafanya uzinifu. Hiyo njoo dhambi ya zina yenyewe unafanya pamoja na mtu ambalo uko naangalia kwa hiyo filamu wala kwa TV wala kwa simu yako. Njoo maana ni vema kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Ukwe pastor, ukwe mchunga, ukwe mtumishi yoyote, ukwe hata uko kijana wala uko mbunyumba, hakuna bunyumba yenyewe nakubaliwa kutumikisha pornography juu wajitunze wapate ufunuo. Hapana. Ukifanya hivyo uko na bomoa bunyumba na tena kubali mapepo itawale bunyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutengeneza na kuviacha hivyo, haweletii Mungu utukufu. Mungu akaniambia, nilikuwa wito wa kupokea kukua unabii mwaka 2013. Mungu akaniambia nikiviona na kuwa niko nafanya uzinifu. Sasa hii Mathayo sura 5 mstari wa 28 nasema hivi. Nayo niliipewa nikaitambua vizuri kabisa. Inasema, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hayuko kichwani mwake, ni moyoni mwake. Nikusema kama dhambi inaanza mu mawazo, lakini Mungu hayawezi kuhesabu dhambi na ikingali mu mawazo. Kwa maana roho yako kabla haijakubali diana na mawazo, unaweza kutoa mimba ya dhambi ili isizaliwe. Ndio maana roho ya Mungu iliongea siku moja na Kaini, sura
kitabu cha Mwanzo sura 4 mstari wa 6 pale, kuanza kwa mstari wa 4 mpaka 6 pale. Mungu aliongea na Kaini, namna gani uko na uchungu moyoni mwako, ukifanya mema utakubaliwa. Kisha Kaini, Mungu akimwambia, lakini dhambi iko napiga kodi moyoni mwako, inapendi kutawale, lakini haina uwezo bila wewe kuikubalia. Wewe ndio unapaswa kutawala dhambi, unapewa neema. Kaini, usikubali dhambi kutawale. Kisha Kaini yeye bila kutumikisha neema akikubali dhambi na tawala, akeoa ndugu yake Abeli. Kwa nini? Dhambi, Mungu alipenda atoe mimba ya dhambi isizaliwe. Ilikuwa mu mawazo ya Kaini, lakini Mungu hakuihesabia kama dhambi. Alimwambia dhambi iko napiga kodi na tafuta roho yako, nafsi yako itawale, lakini uko na mamlaka ya kutawala hii dhambi. Usikubali dhambi kutawala. Ndio maana kila Mkristo unapaswa kujua neema yenyewe ulipewa ya wokovu haikupatie mamlaka ya kuishi maisha ya dhambi. Inakunyang'anya hiyo mamlaka, usipate furaha katika dhambi, bali upate furaha katika maisha ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Warumi sura 6 mstari wa 14 inasema, msikubali dhambi iwatawale, kwa maana mko chini ya sheria, mko chini ya neema. Ni kusema mtu yoyote, hiyo ni Warumi 6 mstari wa 14 inasema kama uwezo wa kutawala dhambi iko muwale wenye walipokea neema ya wokovu. Mkristo yote alipokea Kristo kama Bwana Mwokozi, anapokea neema pia, na tena hiyo neema iko mu Roho Mtakatifu ambayo ulikubali aishi ndani mwako, haiko kuishi tu juu yako. Kwa maana Roho wa Mungu ikikuwa juu yako utatumikishwa kwa vipaji na karama tu, lakini Roho wa Mungu ikikuwa ndani mwako utaongozwa na Roho wa Mungu. Na tena mkuongozwa inaonekana mtunda za Roho. Wagalatia 5 mstari wa 22 inasema ukiongozwa na Roho wa Mungu utazala matunda ya Mungu. Utazala upendo, kiasi, uvumilivu, upole, zile tunda zote za Roho Mtakatifu ambalo zinaandikwa mu Wagalatia 5 mstari wa 22. Hizo tunda zote zinakuonesha kama ukizizala na kuzitembelea ndani, ni alama kuonesha kama Roho wa Mungu haiko juu yako tu, iko ndani mwako, ndio yenyewe inaongoza. Lakini haiwezi ongoza bila wewe nafsi yako kukubali na kuamua ili Roho wa Mungu itawale. Kusema kama nafsi ya mwanadamu iko na uwezo ya kukubalia mwili kutawala, shetani kutawala na dunia kutawala, wala inakubalia Roho wa Mungu, wala Mungu anatawala. Kusema kama nafsi ya mwanadamu ina mamlaka tu ya kuamua nani mwenye atatawala, mimi, lakini haina mamlaka kujitawala. Ndio maana nafsi ya mwanadamu inaweza tawaliwa na mwili na tamaa za mwili, wala inatawaliwa na tamaa za Mungu. Warumi 8 mstari wa 5 inasema mtu yoyote anatawaliwa na mwili, anajali vitu vya mwili, anaweka mawazo yake kwa vitu vya mwili. Ni kusema kama haviko automatic. Ukipenda kutawaliwa na mwili, wewe tu kubali mwili na mawazo na matamaa za mwili. Ukikubalia nafsi yako kutawaliwa na mwili tatawala tu. Ukikubalia nafsi yako kutawaliwa na neno la Mungu, neno la Mungu tatawala nafsi yako, utabadilika, utaishi maisha ya kukua nuru katika giza, utakuwa kielelezo kwa waaminio, pia na kwa wapagani utawaletea kuleta kutamani nao waokoke, wakuwe kama wewe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndio maana sasa Mungu sasa niambia uache kuona pornography, kwa maana hii inakuletea dhambi. Hauwezi tubu dhambi ambalo hujajua bado. Kitabu cha Mithali sura 28 mstari wa 13 inasema mtu avichaye dhambi yake hawezi kufanikiwa, lakini mtu yote ataikiri na kuiacha, yule atasaidiwa, atasamehewa. Ni kusema mtu kutengeneza wala kutubu inahitaji vitu vitatu. Cha kwanza ni ujuzi. Bila kujua dhambi ambalo uko nafanya hauwezi tengeneza. Cha pili ni emotions, kukuwa na hiyo maumivu ya roho. Unasikia haufurahie dhambi, unasikia maumivu na hukumu ya Roho wa Mungu inakuhukumu ili utengeneze na uconfess, ukiri. Kisha ukikuwa na kutaka kuacha dhambi, hiyo ndio kitu vitatu. Cha kwanza hauwezi tubu dhambi ambalo hujue. Cha pili hauwezi tubu dhambi ambalo hujasikia roho yake na hukumu, na tena sikia hiyo maumivu. Unapaswa kusikia hiyo uchungu ya dhambi, na tena usikie haupendi tena hiyo dhambi. Hiyo uchungu inaitwa emotion. Tatu, will, kukuwa na hiyo kuamua. Hauwezi amua kuacha dhambi bila
kuijua kwanza bila kusikia maumivu kwanza, njoo ukiamua kuiacha unapokea neema ya kukusaidia usirudie hiyo maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Njoo hivyo matengenezo ya kweli inaishi. Vitu vitatu: kujua, kukuwa na hiyo emotions na kukuwa na willpower. Then the grace is available to help those who are willing. Ndio maana Biblia inasema tena mkitabu cha Isaya sura 1 mstari wa 19 na 20. Isaya sura 1 mstari wa 19 na 20 nasema, mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini mkikataa na muendelea kwa wa rebels, panga wa Mungu itawaharibu. Njoo hiyo kinywa wa Mungu lisema, kusema ukikubali na kutii. Ni kusema kama hukubali hautatii. Kutii neno la Mungu unahitaji roho yako kukubali kwanza. Hii kukubali ni kusema kama ulijua na tena ukasikia uchungu, then unakamata maamuzi, kwa maana unakubali. Ukikubali utatii. Sasa watu wengi wanaweza kusikia uchungu wa dhambi lakini hawajakubali kuacha dhambi. Ndio maana mara mingi hawapate neema kuwasaidia kutoka mshimu ya dhambi, kufungula kutoka mdhambi, wala dhambi yenyesha kuwa tabia. Kuokolewa kutoka mkila dhambi yenye kufunga kwa muda mrefu wala muda mchache, ni vema wewe kukubali. Useme, Mungu, hapa mimi nachoka, I surrender all to you. Na najitoa kwako, Mungu, unineemishe. Kwa maana Mungu anapiganisha wenye kiburi, lakini wanyenyekevu anawapatia neema. Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 inasema, ukipenda neema ya Mungu ya kukusaidia ili uache dhambi, utoke mkila kifungu. Neema Mungu kama unapenda usaidia uokolewe kutoka mdhambi yoyote, wewe kubali tu kunyenyekea, kisha Mungu atakuneemisha. Lakini ukikuwa na kiburi kama biwezekane, Mungu atakupiganisha mwenyewe shetani bila kuingia mwa hiyo failo yako. Sasa ushuti naisha hivi, mstari wa 2000 siku nilikuwa nishaacha dhambi, nikisema Mungu sitaongeza, kwa maana nihukumu kama nilikuwa nafanya uzinifu kwa kupitia kuona mafilamu. Kisha miaka 2 kipita nishaacha kuona hivyo vitu. Siku nilikuwa na simu yangu tena, ile siku nitumikisha simu ya watu wenyewe walikuwa wanaona hivyo vitu, kwa kikundi walikuwa wanaona, na mimi nikisema siwezi kuona hivyo. Sasa nilianza kuona, Mungu akaniambia, akaanza kunizungumzia kama nilikuwa nafanya uzinifu kupitia hiyo mafilamu. Roho yangu ilikuwa naweza experience such kind of sexual immorality. Sasa Mungu kuniokoa, akinijulisha kweli keniweka huru. Bila kujua kweli utabaki mu kifungo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana huwezi tubu dhambi ambayo hujajua bado. Sasa kisha mwaka 2015 nilikuwa mwa senior 6, nilikuwa mwa CCM secondaire senior 6, nikekuwa na tabia mpya yenye ililetea shetani kupata fasi tena maishani mwangu. Efeso 4:27 inasema, msipatie shetani fasi. Mwenye alikuwa na iba asiongeze kuiba tena. Ni kusema ukirudia mdhambi ambalo uliacha zamani, unapata shetani fasi, atakutawala zaidi ya kisa alikuwa anakutawala zamani. Bwana Yesu asifiwe. 27 hiyo mstari sura 4 ya Waefeso. Mstari wa 27, usipatie shetani fasi. Sasa hapa Mathayo sura 12 mstari wa 43 inasema hivi. Sura 12 mstari wa 43, acha tukimbie tusikie ambacho Mungu anasema. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzikia asipati. Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata kija aliona tupo imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Pale ni kuonesha kama hii nasoma Mathayo sura 12 mstari wa 43 hadi 45. Bwana Yesu, yes, paka 45. Yes. Chapitre 12 Matthieu verset 43 jusqu'à 45. Sasa pale ni kusema Yesu alionyesha kisi siku niliacha kuona pornography. Siku nilikubalia shetani nilimpatia fasi. Nilikuwa nafanya research. Ilikuwa mwaka 2015, nilikuwa namaliza senior 6. Ilikuwa mwisho kabisa ya mwaka. Kisha
nikipata tabia mpya. Ilikuja namna gani? Nilipatia shetani fasi, nilimfungulia mlango, akipata ndani mwangu fasi. Na tena kwa mwokovu, nilikuwa tena mwinjilisti, mtumishi wa Mungu, tena prophet, lakini shetani apata fasi. Unanielewa vizuri? Sasa nilipata fasi, nikaona pornography, nikaona ile filamu za tendo la ndoa tena. Sasa nikiona kwa research kusimu yangu pale nikaanza kuwa na tamaa, nikikosa control, nikijifunza kufanya masturbation. Hiyo masturbation wala masturbation ilikuja kama pepo saba, kwa maana ilikuwa na uwezo ya kunitawala karibu wiki ngapi. Nikisema Mungu, nisaidie, napatia shetani fasi hapa, napenda uniokoe kutoka mwa hii pepo ya masturbation. Sasa kwa wiki mbili panapita, wakinipatia kukua kiongozi wa vijana mkanisa wa Pentecost kama sepake ya kule Kongo. Ilikuwa anza niongozwa na pastor wa Rwanda, natoka Rwanda pale Uganda. Nikikuwa kiongozi wa vijana. Kijana mmoja alikuwa anatawaliwa na hiyo dhambi ya kuona pornography na masturbation, akaniambia nimuombee afunguliwe kama kiongozi wa vijana. Mimi nikisema sasa nitamsaidia namna gani nikingali mpya? Yeye alikuwa anafungiwa tangu zamani. Nikisema Mungu namna gani mimi sitaweza kuwa mnafiki? Nikaambia Mungu nisaidie kipekee. Nikiomba maombi ya kifungo. Kumbuka kuacha pornography sikufunga. Nilijua kweli nikiweka huru nikiamua. Lakini hii pepo siku nilipatia tena fast, ikeleta zingine pepo saba zilikuja na uwezo munjia ya masturbation. Masturbation ilikuwa inashimamia pepo saba, kwa maana ilikuwa na hiyo uzito kabisa. Ilinitawala wiki kama ngapi sikuhesabia, na wazi likamata kama mwezi kabisa wala miezi mbili. Lakini mwa hizo miezi nakumbuka siku nilikuwa nasema Mungu, mimi nachoka, sitaongeza ku masturbate. After 2 weeks après des semaines najikuta naanguka mwingine, tendo likiingia nikiona tena naingia masturbation. Kisha Mungu akasema namna gani nitasaidia nafsi za watu, na mimi niko nafungwa kama kiongozi wa vijana, sipendi nikuwe mnafiki. Mungu akianza kuongea na mimi, unajua tap water njoo robine. Mungu akiniambia ukifungula robine, ukifungula tap water itamwanga maji tu, ni lazima. Na tena ukiweka na mkono wako pale, hautazuiza maji kutoka mu tap water, mu robine. That's French, robine. Haita uzuliwa kwa maana inafunguliwa tap. Mungu akiniambia ukifungula tap, hautakuwa na nguvu za control maji. Mungu akiniambia ukifunga tap water, ukifunga robine, hauta masturbate tena. Njoo kufunguliwa kwako. Sasa Mungu ananiambia hivyo, nikaniambia kufungula tapu kwangu, kufungula kwangu robine ilikuwa kubalia shetani naona pornography. Njoo ile pepo ya masturbation inatawala. Mungu akaniambia nisongeze kuona pornography, nikikuta nilikuwa na experience ya 2 years, experience ya 10 ans. Ilikuwa nishaviacha. Sikuhitaji mafungu. Niliamua tu. Kwa maana nilijua kweli nikikuwa huru. Kisema sitaendelea kukua maisha na bila kukua kielelezo muaminio. Wanaweza sifiwe. Sasa Mungu akaniambia ukiacha kuona pornography hautaweza kumasturbate anymore. Njoo kufunguliwa kwangu. Nikusema kama nikipatia shetani fasi nikiona pornography ya 5 minutes, pornography ya 5 minutes, nitaendelea, nitafanya masturbation. Nikusema kama nikifungula tap sitaweza kucontrol myself. Njoo maana Mungu alikuwa ananiambia watu wengi wanafungwa kwa maana wanapatia shetani fasi. Sababu yoyote inakuletea kubaki mkifungo ya dhambi fulani, jitambue, jichunguze, uone kama ni kifungo ya kusema uongo, kifungo ya uzinifu, kifungo ya kunywa pombe, kifungo ya kila dhambi isha kuwa tabia ndani maishani mwako. Unapaswa kujichunguza kwanza, sababu gani yenyewe inaniletea kufanya hivi. Kama hiyo sababu iko, uanze sasa kuondoa sababu, kwa maana the why you are bound is what will keep you in bondage. Failure to know it. But the moment you are aware of what is binding you, you will be free out of that bondage. Ini kusema ukijua sababu gani unafungwa pale, ni kuona kama ushapata dawa, kwa maana utaondoa sababu ili ukuwe mfungulivu. Wanaweza sivyo. Sababu ilikuwa kuona filamu za kishenzi, hizo nikizipatia fasi najiletea kuhakisha mwili na anja nafanya masturbation. Sasa ili ni tuseme kama sione pornography, hata mwili wangu wake siwezi fanya masturbation
bila kuona pornography. Ni kusema kama shetani alikuwa shanikamatia pale, alikuwa anapenda nifungule tap ili niendelee kubaki mkifungo ya dhambi. Sasa nakushauria, wa vijana wanafungwa wengi, wiko wananisikia, ni vema uombe msaada, na tena ukisema Mungu naomba. Ukiona wewe ulishindwa kuomba na kujua sababu, uongee na mtu akupatie shauri. Lakini unapaswa kujua sababu gani yenyewe nakuletea hiyo kifungo kuendelea. Mimi Mungu ananiambia sababu ilikuwa coach pornography. Ndio maana ukiacha hautaongeza kufungwa. Watu wengi najua kwamba watafunguliwa tangu leo, hata kama ilikuwa kifungo ya miaka ngapi. Inawezekana kwa maombi yako nijue kweli ili na mimi niwekwe huru. Ni kujua kweli kwa sababu ya kitu chenye na kufunga. Ukijua hiyo kweli au tabaki mkifungo, hiyo kweli itakuletea kutoka hiyo dhambi, kwa maana nguvu za kuokolewa ziko mkujua hiyo kweli na unakamata maamuzi. Kwa maana unapasha kukubali na kutii neno la Mungu ili neno la Mungu tawala. Mathayo 26 mstari wa 41 nasema, watch and pray so that you not fall. Ukuwe mwangalifu, ukuwe makini na kuomba, ukeshe na kuomba ili usianguke katika majaribu. Kwa maana mwili ni dhaifu na tena itakuwa na nguvu. Mwili ya wanadamu ni dhaifu. Ni kusema kama kuanguka mdhambi vinawezekana, tuko na chance 100%. Sample sasa kuanguka mdhambi kama hatufanya angalisho, kama hatukue makini. Ni kusema ukue mwanamke, ukue mzee, ukue mtu yoyote, ukipata shetani fasi atakutawala tu. Nafsi ya mwanadamu iko na uwezo ya kuchagua tu nani mwenye atatawala. Ndio maana nakwambia hivi tangu leo unapasha kupokea ufungulivu, kwa maana unajua kweli. Anja jichunguze, ujue kitu gani chenye kinakufunga, ujue na kujua sababu. Ukijua sababu ndio kufunguliwa kwako. Kisha maisha kiroho iko kama kutembeza gari. Unapenda unakuwa makini na unaomba. Kwa maana maombi bila kusamini neno la Mungu utabaki mkifungo na oza pale umenifahamu. Acha nikuombee, nikupatie na namba yangu. Ukikuwa na lazima hii kitabu changu Fumbo la Wokovu katika Maisha ya Kristo itakusaidia kuinunua. Iko ku mitwalo 5 ya Uganda, njo 50k Ugandan shillings, 50k Rwandan francs. Sasa ni kusema ukikuwa na nia ya kununua hiyo kitabu, unaweza i-translate hiyo pesa, unaniandikia kwa hii namba ya WhatsApp +250 7981 +250 79581 9695. Hiyo ni ya Rwandan WhatsApp. +250 79581 9695. Kisha ya Uganda ni Airtel +256 7532 10181 +256 7532 10181. Mungu awabariki. Baba, naombea kila mtu ambaye alikuwa nafungwa na hiyo dhambi, ilikuwa ya masturbation, ilikuwa na pornography, acha tangu leo Bwana apokee neema na kuitambua, wasibaki kukua mkifungo hiyo, bali shetani acha shindwe, isikuwe hii dhambi tu. Dhambi yote ambalo iliwafunga, acha tangu leo Bwana wafunguliwe. Ni kwa jina la Yesu Kristo naomba tena na amini. Amina. Amina.